Ni mara nyingine tena tunakutana katika makala ya yaliyojiri wiki hii. Nikitumai msikilizaji huna neno hapo ulipo, na miongoni mwa matukio makubwa ya juma hili ni pamoja na timu ya taifa ya soka kule DRC Leopard juma hili ilifuzu kushiriki fainali ya michuano ya kombe la dunia 2026, lakini pia shambulio la waasi wa ADF liliwaua watu zaidi ya 30 mashariki mwa nchi hiyo. Kule Uganda, watoto 4 walidungwa kisu hadi kufa katika shule moja jijini Kampala. Mgawanyiko ndani ya chama cha ODM nchini Kenya, lakini pia zoezi la kuwahimiza wapiga kura kujiandikisha liliendelea. Nchini Burkina Faso, kiongozi wa kijeshi Captain Ibrahim Traore alielezea wananchi wake kwamba nchi yake haina haja ya demokrasia yoyote, lakini pia kuapishwa kwa rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Archange Touadera, vitisho vya Trump kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Kwa hayo na mengine zaidi, naitwa Ruben Lukumbuka. Karibu tujumuike sote hadi tamati. Makala hii leo itaanzia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tukio ambalo lilitikisa ulimwengu na kuwafurahisha raia wengi katika nchi hiyo, si tu katika nchi hiyo lakini pia kwenye nchi jirani na maeneo mengine ya dunia, baada ya timu ya taifa ya mchezo wa soka ya nchi hiyo Leopard kufuzu kwenye fainali ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza baada ya miaka 52, baada ya kuifunga Jamaika bao 1-0 katika mechi muhimu ya kufuzu iliyochezwa kwenye uwanja wa Guadalajara nchini Mexico usiku wa kuamkia siku ya Jumatano. Jijini Kinshasa, furaha ilitanda kufuatia matokeo hayo, kama alivyoripoti mwandishi wetu Fredi Tendilonge. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelipuka kwa furaha isiyo na kifani baada ya timu ya taifa Leopard kukata tiketi ya kushiriki fainali za kombe la dunia. Jamaika tuliwaza nayo ina wachezaji, lakini tunawachapa fimbo yetu kabisa, inaanzia kuwaona. Tunangoja hata Portugal tutakutanana nao, tutawachapa kama vile tunachapa Jamaika. Leo ninalala vizuri kabisa. Mungu anasikia maombi ya wakongomani wote. Tangu kuzaliwa kwangu na kufikia miaka hii ambayo nakuwa nayo, sijawahi kuona Kongo kwenye kombe la dunia, lakini leo nafurahi sana kuona gisi yenyewe tunashinda 1-0. Kwa kweli mechi ilikuwa nguvu, lakini walijitahidi. Tuliona wajore wetu gisi walivyocheza, Bakambu, Wisa, Bisaka. Mechi ilikuwa nguvu, lakini wajore wetu walijikaza, tunawapiga. Sisi tulikuwa na waza Jamaika itatupiga, lakini leo tunaenda kukombe ya dunia, tunamshukuru Mungu. Ushindi huu ni wa kihistoria, kwani unahitimisha subira ya miaka 52 tangu nchi hiyo ishiriki kwa mara ya kwanza na ya mwisho mwaka 1974, enzi hizo ikiitwa Zaire. Fredi Tendilonge, Kinshasa, RFI Kiswahili. Tukiwa bado huko DRC, ni kwamba taarifa ya kusikitisha ilisema kwamba watu zaidi ya 40 waliuawa na waasi wa ADF wanaohusishwa na kundi la kigaidi la ISIS kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, mauaji ambayo yaliamsha hisia mseto miongoni mwa wanaharakati wa haki za binadamu, miongoni mwao Aristote Mate akiwa mashariki mwa DRC, ambaye alikuwa na kauli hii. Kufatana na hali ambayo tuko naishi, walituletea etat de siege imetiwapo, ila cha kushangaza ni ya kwamba ule mwenye anatoka muzone yenye watu wajinjiwa sana ndio anakia kamata maoperasyon huku kwetu ndani ya province yetu ya Nord Kivu, ila yetu ya kabamsi kama population. Tunasi bwana Evariste Somo aweze kabisa akafanya juu chini aonane na bwana Felix Tshisekedi, na ila tunajua akiingia kwenye operasyon omwe anapaswa fanya kitu. Etat de siege si kusema ikuye ingia mu mambo isiwe na maana, ila etat de siege priorite imetiwapo ili iingie kwenye security. Ni sauti yake Aristote Mate, mwanaharakati wa haki za binadamu akiwa kwenye mji wa Butembo mkoani Kivu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na kwa kuwa nimezungumzia wanaharakati kutoka huko DRC, ni kwamba chama cha DPRC pamoja na wanaharakati wa haki za binadamu kutoka nchi hiyo ya Kongo juma hili waliwasilisha barua katika makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, ambapo katika barua hiyo waliomwandikia katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakishutumu Uganda na mataifa mengine kuendelea kuwatoza raia wa Kongo na kuwataka kulipa visa licha ya nchi hiyo kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwenyekiti wa chama hicho cha DPRC, wakili Mibenge Roger Barton, anasema wamerekodi visa kadhaa vya utozaji wa kodi bila ya kupewa hata stakabadhi, hususan kwenye mipaka kati ya Kongo na Uganda, pia mataifa mengine ya Afrika Mashariki. Nilizungumza na Jack Sinzahera, ni mmoja wa wanaharakati hao, naye alikuwa na haya ya kusema kuhusu magumu ambao wakongomani wanapitia kwenye maboda za East Africa Community. Kia kushangaza ni kuona hizo boda zote zinaendelea kunyanyasa wakongomani, kuwalipisha visa isiyokuwa na dokumenti. Ukifika kwenye boda ya Chanika, kila mkongomani mbele ya vuke analipa shilingi 20,000. Ukauliza hiyo pesa ni ya nini, na ambaye nchi zimekubaliana kuondoa visa, wale watu ya immigration wanakunyanyasa. Sio maboda za Uganda tu, ukifika hata Busia wanakunyanyasa na kusema ulipe kiasi ya shilingi 2,000 ya Kenya, ambaye inalingana na $20. Ndio maana tunaomba wakuu viongozi ya nchi za EAC kuangalia namna gani kukomesha yale mambo, sababu raia wanateseka. Jackson Zaira huyo mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu, kama alivyozungumza pale alipozitembelea studio zetu za Nairobi. RFI. Na kabla ya kulikunja jamvi la yaliyojiri huko DRC, ni kuwa waziri wa afya katika nchi hiyo Samuel Kamba juma hili alitangaza kumalizika kwa janga la kitaifa la ugonjwa wa Mpox. Juma hili rais wa Rwanda Paul Kagame alivitaja vikwazo ambavyo nchi yake imewekewa na Marekani kama matusi, akidai Washington inaweka shinikizo kubwa kwa Kigali na kuionea huruma Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mahojiano aliyoyafanya na jarida la Jeune Afrique, Rais Kagame alisema Marekani imeamua kumlaumu mhanga na kumwachia mchochezi, akiitaja hatua ya Washington kuwa ni vitisho. It's like you are blaming the victim. Ni kama unamlaumu muhanga na kumsifu mchochezi. Kwa hivyo kitu rahisi kukifanya hapa ni kuilaumu Rwanda na kutoa kila aina ya adhabu kwa Rwanda kwa sababu ni rahisi. On Rwanda because it is easy. They are doing what is easy. Wanafanya kile kilicho rahisi kwao kukifanya. Lawama, vikwazo, vitisho vya kila aina ni rahisi. Lakini je, inaweza kuwa suluhu wakati unakaa kimya kuhusu tatizo la msingi na kiini cha tatizo? The real issues, the root cause. Hivi karibuni Marekani ilitangaza vikwazo dhidi ya Rwanda, kile ilidai Kigali kuendelea kukiuka makubaliano yaliyotiwa saini Desemba 4 mwaka jana mjini Washington kati ya Rwanda na DRC. Kutoka Rwanda na sasa tuangazie yaliyojiri huko Burundi, ambako juma hili ilikuwa ni siku ya Jumanne, mfululizo wa milipuko mikubwa ilisikika kusini mwa jiji la Bujumbura, mji wa kibiashara wa Burundi, katika ghala la silaha kwenye kambi ya kijeshi ya Musaga. Milipuko hiyo ilisababisha hofu na ajali kadhaa za magari katika vitongoji vya kusini karibu na eneo lililoathiriwa. Wakazi wengi walikimbia makazi yao wakihofia huenda ni mapinduzi. Ali Bilali alifuatilia kilichotokea na haya hapa maelezo yake. Hofu iliendelea kutanda kwa wakazi wa jiji la Bujumbura nchini Burundi, jiji kuu la kibiashara, kabla ya msemaji wa jeshi la taifa hilo Jenerali Gaspar Baratuza kujitokeza kwanza kupitia mitandao ya kijamii kutuliza umma, akisema kwamba milipuko hiyo ilisababishwa na ajali kubwa ya umeme katika ghala la risasi. Kuruno mugoroba habaye jioni hii kumetokea ajali ya umeme katika kambi ya kijeshi ya Musaga.
Kuliko na ghala la silaha ambako umeme umesababisha ghala hilo kuteketea na kusababisha milipuko ya risasi na mabomu. Ni hilo tu lilotokea, usifikiri kuna kingine kimetokea. Ni kutuliza watu kwamba wahusika wanafanya kila jitihada ili kuepusha ajali kubwa zaidi. Watu watulize nyoyo, sio mashambulizi kama vile walivyokuwa wameanza kusema. Musaga ni miongoni mwa vitongoji vyenye watu wengi katika jiji la Bujumbura, na ambapo msemaji wa jeshi amewataka wakazi wake na vitongoji jirani kusalia watulivu majumbani. Ujumbe kama huo ulitolewa pia na Wizara ya Mambo ya Ndani nchini humo. Burundi ni miongoni mwa nchi zilizowahi kushuhudia mapinduzi ya kijeshi katika miaka ya nyuma. Inadaiwa kuwa kuna watu waliojeruhiwa katika tukio hilo la usiku. Nchini Uganda, watoto 4 walichomwa kisu hadi kufa katika shule moja ya chekechea katika mtaa wa Gaba, nje kidogo ya jiji kuu Kampala. Polisi walisema mtuhumiwa wa shambulio hilo aliyefahamika kama Christopher Okelo Onyu mwenye umri wa miaka 34 alijifanya mzazi kabla ya kuanza kutekeleza uhalifu huo. Rachel Kawala ni msemaji wa polisi jijini Kampala, alisema kwa kweli ni wakati mbaya ambapo vijana 4 wamechomwa kisu hadi kufa. Habari njema ni kwamba tumemkamata mshukiwa. Maofisa wetu wa upelelezi na uhalifu bado wako eneo la tukio, wanajaribu kupata maelezo zaidi, kisha tutalazimika kutoa ripoti ya kina. Tuna vijana 4 ambao wamekufa na tuna mshukiwa mmoja wa kutusaidia katika uchunguzi. Bado hatujabaini nia ya muuaji. Ni sauti yake Rachel Kawala, msemaji wa jeshi la polisi jijini Kampala huko Uganda. Nchini Kenya, usajili wa wapiga kura wapya ulishika kasi, huku maelfu wakijitokeza katika maeneo mbalimbali ya nchi kujiandikisha kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Victor Moturi alishuhudia namna zoezi hilo linavyoendelea hata katika jiji la Nairobi na katuandalia ripoti ifuatayo. Katika makao makuu ya tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC, hapa jijini Nairobi, mamia wa Kenya, wengi wao vijana, wamepanga foleni kujiandikisha. Leon Khaemba ni mmoja wao. Mimi ni mmoja wao, ndio maana nimekuja nimechukua, na pia mimi naweza sema sasa pia yes, niko kadi na naweza ambia wengine pia wakuje kama vijana, najua tuko wengi sana. Tangu kuanza rasmi kwa zoezi hilo siku ya Jumatatu, vijana wanaonekana kujitokeza kwa wingi kutokana na hamasha ya mitandaoni inayoitwa Niko Kadi. Lilian Wamboi kutoka mtaa wa Zimmerman anaeleza ni kwa nini ameamua kuchukua kitambulisho cha kupigia kura. Hata ni mara yangu ya kwanza kuchukua kura, na nijua uongozi yenye tuko nayo Kenya ni uongozi haisaidiwi vijana, tunaumia sana, hatuna makazi, na nataka hiyo ibadilike next year. Tume ya uchaguzi nchini Kenya inasema inalenga kuandikisha wapiga kura wapya milioni 6 kufikia mwisho wa mwaka huu. Victor Muturi, Nairobi, RFI Kiswahili. Msikilizaji, kule Tanzania, wiki kadhaa baada ya rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan kukabidhiwa ripoti 2 za tume ya uchunguzi kuhusu zoezi la uhamishwaji wa Wamasai kutoka kwenye bonde la Ngorongoro mkoani Arusha kaskazini mwa nchi hiyo, watetezi wa haki za binadamu wenyewe wanapinga zoezi hilo kuendelea. Kwa mujibu wa serikali, lengo la kuhamisha jamii hizo ni kujaribu kulinda moja ya eneo la urithi wa dunia. Wakili Joseph Ole Shangai ni mtetezi wa haki za binadamu akiwa Tanzania, aliweka neno. Tunapinga mipango yote kuondoa watu kwa sababu ni nyumbani kwetu. Kwa hiyo mtu kukuambia ondoka kwenu kwa sababu yoyote ile haiwezi ikaeleweka, na ndio maana hakuna binadamu anataka kuwa mkimbizi. 2024 walitoa eneo mbadala ambayo inaitwa Msomera, Kitwai na Saunyi, zipo kama kilomita 600-700 kutoka Ngorongoro. Watu wengi wa Ngorongoro hawakuwahi kusikia Msomera before, wamekuja kusikia 2022. So hakuna namna itafanikiwa. Kama ya kwanza ilikuwa haijafanikiwa ambayo kulikuwa na eneo mbadala, hii ya sasa hivi ambao unaambiwa tutoka haiwezi kufanikiwa vile vile. Ni watu tu ambao wamechanganyikiwa, ndo wanadhani kwamba unaweza ukawaambia watu 1,000 tokeni na ikafanikiwa. Ni sauti yake Joseph Ole Shangai, wakili na mtetezi wa haki za binadamu akiwa Tanzania.
Juma hili jeshi la Sudan limemteua mnadhimu mkuu mpya, ikiwa ni sehemu ya mabadiliko makubwa zaidi katika jeshi la nchi hiyo tangu kuanza kwa vita kati yake na wapiganaji wa RSF miaka mitatu iliyopita. Jenerali Yasser al-Ata aliyekuwa naibu wa mkuu wa majeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan ndiye ambaye ataongoza komandi mpya ya jeshi, huku pia jeshi likitangaza idara mpya za mafunzo, intelijensia na ugavi. Na katika mataifa ya Afrika Magharibi na Kaskazini, tukipiga tochi yetu katika ukanda wa Sahel, ni kuwa huko Burkina Faso, katika maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kutangazwa kwa mapinduzi, kiongozi wa kijeshi Captain Ibrahim Traore akizungumza na vyombo kadhaa vya habari aligusia masuala muhimu, ikiwemo mapambano dhidi ya ugaidi, ushirikiano wa kimataifa, ushirikiano mgumu na baadhi ya majirani wa Burkina Faso, pamoja na jaribio la mapinduzi. Mbali na hayo, kiongozi huyo pia aliwataka raia wa Burkina Faso kusahau demokrasia kwenye nchi hiyo, huku akitoa mtazamo wake kuhusu demokrasia. Kile ambacho watu wanasahau ni kwamba demokrasia inaua. Hebu angalia Libya, ni mfano ulio karibu nasi. Popote pale wanapotaka kuweka demokrasia duniani, lazima kuwepo na umwagaji damu. Demokrasia ni utumwa. Kuhusu suala la mapinduzi, kuna jambo ambalo ni hatari sana, maana walipanga kumwaga damu kwa kiasi kikubwa. Ni jambo gumu sana, sababu linahusisha pia nchi nyingi, hata zile zinazojiita kuwa marafiki. Inahusisha watu wengi, viongozi wengi wa dunia. Kwenye swala la jaribio la mapinduzi lililopelekea kukamatwa na kurejeshwa nchini kwa kiongozi wa zamani Paul Henri Damiba, Captain Ibrahim Traore aliweka neno. Na nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati ni kwamba Rais Faustin Archange Touadera aliapishwa siku ya Jumatatu katika uwanja wa michezo wa Barthélemy Boganda mbele ya watu karibu 20,000 wakiwemo wakuu kadhaa wa nchi za Afrika. Touadera aliahidi kufanya kazi bega kwa bega na wanasiasa wote wa nchi hiyo na kuomba maridhiano ya kitaifa. Hata hivyo, Martin Zigele, rais wa chama cha MLPC na msemaji wa kambi ya Republican ambayo ilisusia uchaguzi katika nchi hiyo, yeye alilaani hili kama msimamo unaolenga kujiosha kwa jumuiya ya kimataifa. Kwingineko duniani, msikilizaji, wiki hii Marekani na Israeli ziliendelea mashambulizi mazito nchini Iran kulenga kituo cha muda cha utafiti kuhusu mafuta, lakini pia kushambulia daraja linalotumiwa na raia na kiwanda cha chuma. Victor Abuso na maelezo zaidi. Mashambulizi haya yanakuja baada ya Rais Donald Trump kuonya kuwa Iran itashambuliwa na kuharibiwa kabisa iwapo haitokubali mkataba wa kusitisha vita vinavyoendelea. Rais Trump kupitia mtandao wake wa kijamii ameeleza kwamba jeshi la Marekani hata halijaanza kuharibu kabisa miundombinu ya Iran iliyosalia, huku akisisitiza kuwa utawala mpya unafahamu kinachotakiwa kufanyika haraka. Licha ya mashambulizi haya, Iran nayo imeonya kwamba vita vitaendelea hadi pale maadui wake ambao ni Marekani na Israeli watakavyojisalimisha. Katika hatua nyingine, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amemfuta kazi mkuu wa majeshi Jenerali Randy George pamoja na makamanda wawili waandamizi, kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini Marekani. Na maabusu. Katika hatua nyingine, Iran imelionya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa dhidi ya kuchukua hatua zozote za uchokozi, wakati huu nchi wanachama zikiahirisha kupiga kura kuamua ikiwa kutumwe kikosi maalum kulinda mlango bahari wa Hormuz ambao umefungwa na Teheran. Aidha, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres yeye amezitaka Marekani, Israeli na Iran kumaliza vita, na akasema kwa Marekani na Israel ni muda sasa kukomesha vita ambavyo vimeleta madhara makubwa kwa binadamu na kutatiza uchumi wa dunia. Kwa Iran
kuacha kushambulia majirani zake. Baraza la Usalama limelaani mashambulio haya na kutaka haki za kutumia bahari kuheshimiwa, hasa katika njia ya Hormuz. Mizozo haiishi yenyewe, inaisha pale viongozi wakichagua mazungumzo badala ya uharibifu. Chaguo hilo bado liko na lazima lifanyike sasa hivi. Haya yanajiri wakati huu Washington ikiapa kutekeleza mashambulio zaidi ikiwa Iran haitakubali mpango wake wa amani. Naam, msikilizaji, ni kwa taarifa hiyo ndio nami natia nanga katika makala ya yaliyojiri wiki hii. Naitwa Ruben Lukumbuka Ben Saleim. Kwa heri.